ukiona unaanza kutokuburudishwa, kutokufurahishwa na vitu vingi vinavyoendelea, mfano muziki, sawa aina ya mahusiano ambayo yapo sasa hivi, aina ya nguo na aina ya vitu tofauti tofauti ambavyo vinatumika na jamii kwa wingi, jua tu kwamba umeanza kutoka kwenye mzunguko. Yaani umeanza kutoka kwenye mzunguko kwa sababu kuna muda ulifika wewe ukakata yale mawasiliano yako na ulimwengu uliopo na unaoendelea kuwepo. Sasa si kitu kibaya, si kitu kibaya, na sio kwamba ni lazima wewe upokee kila kitu kinachokuja. Lakini sasa kuna kitu kimoja unaweza ukaachana nacho. Ukaacha kukosoa, tena kwa kukosoa kwa ubaya. Kwa mfano, muziki wa sasa hivi bwana, muziki wa sasa hivi ovyo, muziki ilikuwa zamani, au kuvaa mtavaa nyie, sisi ndo tulivaa. Sasa ukiwa unaongea hivyo inaonyesha kabisa kwamba huyu kama kuna sehemu alishasimama kuishi, yani maisha yake hayajaendelea baada ya hiyo miaka tena. Kwa vitu vipya vinakuja, wale watakaopokea watapokea. Mfano hata mimi leo ukiniambia nivae kama watoto wa 2000 wanavovaa au Generation Z wanavovaa, inanipa ukakasi kidogo, lakini mimi naelewa kwamba katika maisha yangu nilikomea sehemu fulani kwenye ulimwengu wa mavazi. Kwa hiyo mimi nitaendelea kuvaa vile vitu vyangu tu vya kawaida, au kama ni vitu ambavyo ni vya kibunifu visiende sana mbali. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi kwenye ulimwengu huo kuna muda ulifika nikafika mwisho. Kwa sasa haya maneno kwa wale kizazi kipya sasa, nyie mnatakiwa msikate nayo tamaa, yani msiyasikilize, kwa sababu kwa mfano kwenye sanaa unaambia kuigiza sasa hivi watu hawajui, na wewe ndio mwigizaji mpya, wewe kaza humo endelea kuigiza, endelea kukomaa. Yani wapo watu watakaopenda. Au muziki, rap bwana, hip hop ilikuwa zamani, sasa hivi hawa watoto hawa je wanazingua. Kwa hiyo wewe naye unaambiwa unazingua, lakini utapata watu wako. The same na fashion na ulimwengu mwingine wote. Yani ukiona tu mtu ana criticize, jua kwamba yeye tayari kashatoka kwenye mzunguko. Yani kuna namna, kuna sehemu alifika akaishia hapo. Ndio maana mpaka kesho anakuambia muziki ulikuwa miaka hiyo, miaka ya 90 au miaka ya 2000 na mwanzoni hapa ndio kulikuwa kuna muziki. Ila sasa hivi sasa hivi mnaimba tu mapenzi. Huyo mtu yeye aliacha kuishi kipindi fulani. Kwa hiyo kutokea hapo vitu vipya yeye tena havipokei. Of which ni sawa kabisa. Mimi ukiniuliza kwamba ni sawa au sio sawa, ni sawa. Kila mtu anatakiwa achague kile ambacho anataka. Lakini moja ya dalili ni ya kwamba wewe umeshatoka kwenye mzunguko au unatoka kwenye mzunguko, unaacha kuenjoy, unaacha kufurahia vile vitu ambavyo vipya vinakuja.